Basi leo ni siku nyingine tena, Injili ya Yesu Kristo inapata kuhubiriwa. Takuwa na kitabu kile cha Mathayo mtakatifu 28 ule mstari wa 19. Tutaanza na ule mstari wa 18. Mathayo mtakatifu sura ya 18, sura 28 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasomeka hivi: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu anajifunua kwao, anajifunua kwa wanafunzi, kwa wanadamu walio kama mimi, walio kama wewe. Anasema nao ya kwamba amepewa mamlaka. Yuko na mamlaka, yuko na utawala mbinguni na duniani pia. Yesu anathibitisha ya kwa yeye akiwa duniani, yeye ndiye mtawala. Akiwa mbinguni, vivyo vivyo ni mtawala. Mtawala anahitaji watu wa kuwatawala. Ndipo anawatuma wanafunzi wake, anasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mataifa yote yahubiriwe, yamjue Yesu Kristo, yamjue kiongozi yao, yamjue mtawala. Mataifa ndiyo mimi na wewe tunaozungumziwa hapo, ili tufanyike kuwa chini ya jina la Yesu Kristo. Mwamini Yesu Kristo akutawale moyo wako. Umkubali Yesu Kristo atawale akili zako, atawale moyo wako. Yeye ndiye mtawala. Yeye anakuita kutawale ili uepuke kutawaliwa na dunia. Wapo waliotawaliwa na mapenzi, wapo waliotawaliwa na uchawi, upo waliotawaliwa na ulevi, wapo waliotawaliwa na umbea, wapo waliotawaliwa na masengenyo, wapo waliotawaliwa na mipira. Kombe la dunia limekutawala. Uwezi hata kurudi nyumbani kwa wakati, uwezi hata kula kwa amani ukifungwa. Yesu anasema na wewe asubuhi ya leo ya kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka. Ingefaa yeye ndo kutawale. Ingependeza Yesu Kristo awe mtawala wa hisia zetu, awe mtawala wa maamuzi yetu, atawale mioyo yetu, akapata kutuongoza. Yeye anatawala ndani ya mtu, tukiachana na watawala wa dunia ambao tunawachagua wenyewe, ambao tunaangalia jinsi ya mwili, ndipo tunawachagua tutawale. Utawala wa Yesu Kristo unakaa katika vilindi vya moyo wa mwanadamu, vilindi vya maamuzi, kutafakari na kufikiri. Yesu uko ndiko anakotawala, ili mtu kimtokacho kikamtoke kiliko chema kwa uweza na utawala wake.
akasema waambie watu wote, wahubiri watu wote, wakiwemo watu wa makongorosi, wajue ya kwamba mamlaka iliyo sawa ni Yesu Kristo. Usitawaliwe na waganga na wachawi. Mrudie Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anabisha. Yesu anakuita, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Yeye asikiaye sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia ndani yake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Maana amemkubali Mwokozi, umemkubali mtawala, umemkubali kiongozi safi ambaye anatawala mienendo yetu, ambaye anatawala maamuzi yetu, ambaye anatawala kunena kwetu kunafanana na yeye, kutembea kwetu, tabia zetu zitafanana na yeye. Tukimwamini Yesu Kristo, anakubadilisha, anakuongoza. Ndiyo maana akupewa mamlaka akapate kuongoza watu waliokuwa wako chini ya utumwa wa dhambi. Walipata akili mbovu, walipata ujinga. Yesu anapoingia ndani yao, anawaongoza. Ndiyo kutawala huko, ndiyo mamlaka aliyonayo. Anaachilia nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu aliyekuwa mchafu, anaachilia usafi. Mwamini Yesu. Ndugu yangu, Yesu anatawala. Wewe unatawaliwa na nini? Chunguza moyo wako. Kitu gani kinakutawala? Wengine wanatawaliwa na matusi, wengine wanatawaliwa na unafiki, kusema wenzao kutwa. Kama una kazi ya kufanya, kuwazia wenzio mabaya, ni kwa sababu hujamfanya Yesu Kristo kuwa mtawala wako. Hajakupa kazi ya kutenda. Yesu anapokutawala, ataachilia majukumu ya kufanya. Atakuepusha na umbea, atakuepusha na matukano, atakuepusha na fitina, atakuepusha na chuki. Ikiwa unakiri ya kuwa na Yesu, hakuna badiliko la tabia. Wewe bado hujatawaliwa, wewe bado humjui Yesu. Wewe unamsema Yesu yupi? Kubali Yesu Kristo ambaye aliamuru ya kuwa yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiye atatuongoza, yeye ndiye atatusafisha. Kama maandiko yanavyo kusema, "Tweni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Moyo wa mwanadamu umelemewa, moyo wa mwanadamu uko na mizigo. Dhambi ni mizigo. Ukimpokea Yesu Kristo, ukimfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupumzisha dhidi ya udhalimu wote, anauondoa, anakupa nira yake iliyo nyepesi, iliyo laini. Anakupa majukumu yanayoendana na wewe. Wewe umebeba majukumu yaliyokuzidi. Umebeba ulevi, ukilewa unatukana matusi. Umebeba ulevi, ukilewa unajikojolea. Huo ni mzigo uliokuzidi. Ukipata pesa unamwacha mkeo. Huo ni mzigo uliokuzidi. Sasa unaonekana umetulia kwa sababu una pesa, lakini zikionekana
wa dhambi. Ndipo Yesu anasema na wewe umwamini yeye, aondoe huo mzigo wa dhambi, atoe ujinga, atoe upumbavu, atoe majivuno, atoe kiburi, atoe vyote vinavyomsumbua mwanadamu. Hiyo ndiyo kazi, ndiyo maisha yaliyomleta Yesu duniani, aitende hiyo kazi kwa watu watakaomwamini. Sasa ndugu yangu, umeshupaza shingo yako, utapateje kupona usipomwamini Yesu Kristo? Saa ya kumwamini Yesu ni sasa. Yesu ndiye Bwana, Yesu ndiye Mwokozi, Yesu ndiye anayesafisha moyo uliochafuka. Unasafishwa kwa jina, kwa damu ya Yesu Kristo. Mwamini Yesu angali siku mbaya ya kukuta. Mwamini Yesu wangali lolote lijakupata. Epuka na jaribu linalokuja mbele yako kwa kumkiri Yesu Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi. Afanyike kwa mtawala wa moyo wako, afanyike kwa mtawala wa maisha yako, afanyike kwa mtawala wa akili zako na maamuzi ya vilindi ndani ya moyo wa mwanadamu. Yesu anaingia ndani ya moyo wa mtu. Ndivyo anenavyo maandiko, si mtazamo wangu, ni neno la sema. Anasema yeye anabisha, yeye asikiaye sauti yake anaingia ndani yake. Ndani wapi? Ndani ya moyo. Haingii ndani ya utumbo kama chakula, yeye anaingia ndani ya moyo. Ndipo hata neno linapohubiriwa linachoma moyo. Alichomi utumbo, alichomi mapafu, linachoma moyo. Hapo ndipo linabisha. Ukitii na kuamini na kukubali Yesu Kristo, anaubadilisha mtazamo wako. Haleluya! Popote unaposikia sauti hii, ni habari njema, ni elimu ya mbinguni iyo kwao wanadamu wanaotumikishwa na dunia, ambao wamejificha chini ya dunia wakiamini hakuna anayekuona. Yesu anaona. Uso wake ni zaidi ya jua. Utatuficha sisi wanadamu, utapitisha magendo wakati wa usiku pale tumelala, utafanya mambo ya ajabu ya ajabu, lakini yupo Mungu anayekuhurumia, anaona huo mzigo. Hiyo kazi hujapewa na yeye. Yeye aliyemtawala ndiye anatoa kazi njema. Hiyo kazi ya uchawi si Mungu amekupa, ni Shetani ameachilia kwako ili uteseke pasipo kujua na ukahukumiwa. Usiseme mimi najilinda na uchawi. Hakuna maandiko yanayoruhusu jilinda na uchawi. Hakuna maandiko yanayoruhusu zindika nyumba yako. Yupo mtawala ambaye ndio Yesu Kristo. Ukimpata yeye, ndio mlinzi wa nyumba yako, ndio mlinzi wa watoto wako. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndiye Bwana. Yeye ndio anasema vitu vyote viko chini yake. Akisimama kwa moyo wako, hakuna silaha itakayoinuka itakupata. Anasema wajapo kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba, kwa sababu umemsimamisha aliye mtawala wa kweli. Yesu anakupigania. Yesu ana majeshi wa malaika. Ukimpokea Yesu Kristo, weka imani kwake. Acha kutapatapa, acha uoga, acha kuangalia tunazindika nyumba. Wewe huo ni ushamba. Hiyo ni akili ya mapepo. Yesu Kristo akiwa ndani yako, umuofu nani? Bwana akiwa upande wako, Bwana akiwa upande wetu, tunahofu nini? Tumuofu nani? Tumuogope nani? Yanasema vitu vyote vimegerakishwa
viko chini ya miguu yake, hakuna kitakachoinuka, hakuna hata kimoja. Pokea Yesu Kristo, mwamini Yesu Kristo. Usipoteze pesa zako. Hujampokea Yesu, pesa zako zinapotea bure kwa mambo ya kipumbavu na upuzi, kwa ulevi, kwa nasa za dunia. Uko na mke bali unaonga mwingine, huo ni uendazimu, huo ni ukosa akili pasipo kujua. Elimu ijakusaidia, mwamini Yesu akusaidie, aondoe hicho kiu, aondoe hiyo tamaa. Yesu anashughulika na moyo, anauweka chini, anauponda na moyo unatulia. Moyo pasipo Yesu utakusumbua, mwili pasipo Yesu utakusumbua. Ndipo akasema na mitume wake, akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Basi imewapasa mwende kwa mataifa yote, mukawafanye kuwa wanafunzi wangu, mukawabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Takatifu. Mtawala anatoa mwongozo ulio sahihi wa kukupata wewe. Uhubiriwe Injili, uiamini Injili, kisha ubatizwe. Japo unakataa kubatizwa, hauamini hivyo, lakini ndio utawala, ndio amri ya mtawala, ndio amri ya Yesu. Watu waamini, watu wageuke, wabatizwe kama alivyobatizwa yeye. Yesu alifanyika kuwa kielelezo. Alipoenda kwa Yohana akabatizwa kwa maji tele, maji yaliyo mengi, ili kutuonesha sisi yeye alikuwa ina haja hata kubatiza. Ndio maana Yohana alipokataa akasema, hapana Bwana mkubwa, siwezi nikakubatiza, wewe ndio nibatize mimi. Akasema, fanya hivyo tuitimize haki yote, ili wanaotufuata, wanaoniamini wafanye vivyo vivyo. Mwamini Yesu Kristo ukabatizwe, upate ondoleo la dhambi. Batizo ni wa Yesu Kristo. Kila kitu tunaiga alivyofanya Yesu. Hatuangalii maneno wanadamu, hatuangalii wanadamu wanaosema, wanaorahisisha sema utabatizwa hata kwa maji machache. Huo nao ni uhuni tu. Angalia neno linalosema, angalia maandiko yanavyosema. Anasema kila andiko lenye pumzi ya uzima lafaa kutuongoza, lafaa kutufundisha, lafaa kutuadibisha katika haki. Unaangalia maneno ya watu walio wachanja, ambao wanajitungia tu ya kwao. Neno alisemi hivyo. Neno linasema mpaka mtu amini, mtu akiri kwa kinywa chake, ndipo hatua zingine zitafuate. Lakini sisi sasa nabatiza na watoto. Mtoto ataaminiche? Mtoto atakirije kwa kinywa chake? Basi anaaminishwa. Lakini maandiko hayasemi uaminishwe, uamini mwenyewe. Ndipo Yesu alipozaliwa alikaa miaka 30 bila kufanya huduma yoyote, mpaka alipoenda mwenyewe akasema nibatize Yohana. Ndipo akaanza kazi ya kwanza kuponya wagonjwa, ya kwanza kufufua wafu, ya kwanza kuonesha utawala wake, ili wanaomfuata yatendeke hayo. Yasipotendeka hayo, tutakiri tumeamini, lakini mioyo yetu itakuwa na matukano, itakuwa na viburi, itakuwa ni vitu vya ajabu, kwa sababu neno la Bwana lijafanyika kama lilivyoamriwa. Iko hatari ya kujichukulia mambo, ya kujiamulia mambo. Neno liko kwa ajili yetu ili tulifuate. Yesu anasema hata yodi moja haitapita
hata nukta moja haitapita. Kila alichokiandika ndicho atakitimiza. Neno ndio litahukumu wanadamu. Watu wataulizwa, haya mliyatoa wapi? Unasema mwenyewe niliyakuta kanisani kwetu. Anasema wewe ni mpuzi. Kanisa lenu ni lipi? Kanisa ni neno la Bwana. Kanisa ni Yesu Kristo. Kwa kuwa ni mvivu watu wa kusoma Biblia, hautayajua hayo. Unajua Biblia ni ya kusoma wachungaji. Usijue Biblia ipo kwa watu wote. Yapata watoto wanunuliwe Biblia, wajue mwongozo wa kimungu. Anasema ukimfundisha mtoto wako sheria ya Bwana, hataisahau hata atakapokuwa mzee. Je, jiulize mwenyewe, Biblia ya kusoma tu wainjilisti au walimu au wachungaji? Biblia ni neno la uzima. Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Kila mwanadamu inapasa awe na Biblia ndani yake, nyumbani mwake, aitafakari, aisome. Lakini dunia ni ajabu, imegeuza kibao. Imekuwa kila mwanadamu lazima awe na simu. Sio neno la Mungu tena. Akikosa simu, ndipo atawekeza, atadunduliza, atachukua hata ya mkopo. Hataki neno la Mungu, unataka simu za mkopo. Ndugu yangu, chunga sana. Huo sio utawala wa kimungu. Ndipo Yesu akaja akasema nao ya kwamba nimepewa mamlaka, nimepewa utawala, mimi nitawale, kisiwepo kingine kikutawale. Mbona simu inakutawala? Mbona unatawaliwa na mangauko na masumbufu ya dunia hii? Yesu yupo, anataka akutawale kwanza. Anasema tafuteni kwanza ufalme na haki yake, ndipo mengine afuate. Wewe unatafuta nini mpendwa? Asubuhi ya leo umeamka salama? Naam, ni mpango wa Mungu. Unawaza na gani? Unawaza nini juu ya Bwana? Hakuta unachowaza. Unakuta hakuna. Unawaza tu kupambazuke, ukatafute pesa, ukafanye mipango yako. Uwezi hata kushukuru, kusema tu asante asubuhi ya leo, Bwana umeniamsha salama. Wewe unaona ni kawaida tu, unaona ni haki yako kuamka salama. Haujui wengine wamekandamizwa, wamepitia hiyo. Wewe Mungu amekuamini, amekuachilia asubuhi nyingine. Kubali na umwaminisha kwamba uko pamoja naye. Kwa kumwamini yeye, usiwaze kwenda kwa mganga, usiwaze kwenda kuzini, usiwaze kutenda jambo lolote. Kaa chini, mwamini Yesu. Kaa chini, tafakari yeye. Yeye pekee ndiyo tafakari ya kweli. Wanadamu, tusilete mizaa. Hukumu inakuja. Hukumu inakuja. Yeye ni mhukumu wa haki. Hata hukumu kwa upendeleo. Hata sema mwanangu, ulikuwa na maisha magumu, ulikuwa unajitafuta, basi wewe nenda tu peponi. Hapana. Yesu alipokuja duniani, maandiko yanasema, kamwambieni Yohana mnayoyaona, ya kwa vipofu wanaona tena, viwete wanafunguliwa, wanasimama tena, wenye ukoma wanatakaswa, masikini wanahubiriwa habari njema. Hivyo Yesu aliwakuta masikini duniani, waliopigika na maisha, hawajui wale nini, hawajui watajenga nini. Pengine walikuwa wamepanga kama wewe,
Lakini Yesu alipowakuta bado akawahubiri habari njema, akawahubiri habari ya dhambi, akawahubiri wajiepushe na dhambi. Hakusema nyinyi wanangu ni maskini, endeleeni tu kulalaza dunia. Asemi hivyo, anasema maskini na tubuni. Wasema ndiyo Bwana, wanatubu. Asemi pokeni utajiri kama wengine wanavyokuzani. Wanahubiri habari za kupokea tu pesa, hawajui Yesu maskini aliukuta, nao wakawahubiri habari njema. Yesu alinyosha neno, alijua ukipokea utajiri uko na dhambi itakufaidia nini? Asema mtu itamsaidia nini? Amiliki dunia yote, alelaza dunia, aendeshe magari, lakini akapata hasara ya nafsi yake. Ndipo maskini wakahubiriwa habari njema. Kwa hiyo usije ukajiona wewe ndio mhitaji sana, uko bize sana, uko kutafuta, uko kusomesha, uko unatafuta watoto wale nini. Haya ni majukumu yako, lakini yafaa umwamini kwanza Mungu, umkiri Yesu Kristo, uwe na mahali pa kuabudu, uwe na mahali pa kukusanyika. Wewe ndugu yangu, unaabudu wapi? Unakusanyika wapi? Usiseme tu naamini Mungu yupo. Mungu ndiye anaamrisha watu wakusanyike, wajifunze neno lake. Asema kusanyikapo wawili watatu nao kwa jina langu, nami nipo katikati yao, nikiwafundisha, nikiwalinda, nikiwaangaza, nikiwapa ufahamu. Wewe unakusanyika wapi? Unakusanyika kwenye mipira na unataka ukifa wakuombea uende mbinguni. Hakuna mbingu ya wazembe, hakuna mbingu ya upendeleo. Ukifa na dhambi, hata wangemleta askofu mkuu akatusimulia habari njema, ana mamlaka kumpangia Mungu nini afanye. Mungu ameshapanga kwa neno lake ya kwamba mmeombiwa mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Kataa ukubali, hata kuombewa kufariji, wasema mlaze peponi pema. Wasijua hizo ni akili tu za wanadamu. Wapi mitume na manabii waliomba hivyo? Hapapo. Hizo ni theolojia za kufariji wagonjwa, za kufariji maiti, za kufariji waliofiwa. Faraja ya kweli, umkubali Yesu awe mtawala wa maisha yako. Hata ungezidiwa siku ya mwisho ukaseme kanitieni mtumishi fulani aniombee, mbinguni hawaendi kwa kuombewa. Mbinguni wanaenda kwa kukiri, kwa kutubu na kwa kuishi maisha matakatifu na kuwa na matunda. Matendo ndio atakupeleka mbinguni, sio maombi. Maandiko yanasema heri wafao katika Bwana, nao wapate kupumzika zidi ya tabu zao, maana watakapokufa matendo yao yataambatana nao. Asema watakapokufa mchungaji atawaombea, au kutakuwa na siku 40 za kuombea mfu aliyekufa. Hayo yapo kwenye Biblia, hayo yapo. Soma neno la Mungu litakuongoza. Ukifa hujampokea, kwisha habari. Hata tungekupenda zaidi, lakini shetani anakuwa amekupenda zaidi, kuzimu inakuwa imekupenda zaidi, maana ulishupaza shingo yako, haukumwamini Yesu. Kisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ule mstari wa 12, maandiko yanasomeka ya kuwa wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasalo
walilopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwalo. Maandiko bado yanamthibitisha Yesu ya kuwa yeye ndiye mtawala tulio chini ya mbingu. Yafaa tumwamini Yesu. Usiseme mimi ni Muislamu ndugu yangu, usiseme mimi ni Mkatoliki, usiseme mimi sijui ni nani. Jina alilopewa wanadamu wote chini ya mbingu ni jina la Yesu Kristo. Walitumaini hilo. Wewe unamtumaini Mariamu, unasema utuombee sisi wakosefu. Hakuna maandiko ya hivyo. Maandiko yanasema ya kwamba jina mlilopewa ni jina la Yesu Kristo, na Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Aseme ninampa mtu mmoja waombe. Maandiko yanamfanya mtu asimame yeye mwenye kwa miguu yake, alinue kinywa chake aombe. Ati wewe unaombewa, unamtanguliza mtakatifu akuombee? Hatumtangulizi Petro kwamba tuombee, hatumtangulizi mtume yoyote. Tukiamini tunaomba wenyewe. Nasema hekalu la zamani lilikuwa na kizuizi, lilikuwa na kitambaa kinazuia wengine wasifanye, wasiingie moja kwa moja. Lakini Yesu aliposulubiwa, lile pazia likapasuka. Kila mmoja ana ujasiri wa kupaingia patakatifu, akaomba kwa imani bila kusema uniombee mtu yoyote, naye akajibiwa. Wanadamu, tuangalie neno linasemaje. Tusiangalie vikundi vyetu vya madhehebu vinavyojiletea mambo ya kigeni. Mungu anakataa moto wa kigeni. Aliwapiga wana wa Haruni, aliwapiga wana wa Haruni, wale makuhani walipoleta moto wa kigeni kwenye madhabahu ya Bwana. Vivyo nyakati hizi atatupiga tunapoamini vitu ambavyo havipo kwa Biblia. Yesu Kristo ndiyo jina tulilopewa wanadamu sote. Uwe ni Muislamu, Yesu Kristo ndiyo jina la kwenda mbinguni. Labda kama ipo mbingu nyingine, lakini mbingu ya kweli uliye chini ya jua, yafaa mtumaini yeye, yafaa muamini yeye, ndipo utapona. Ndio maana watu wamejichagulia majina yao wakiamini wanaabudu Mungu, lakini matendo yao unakuta ni ajabu. Ni kwa sababu jina la kweli ni Yesu. Umetafuta jina lingine. Yesu alipokuja duniani, kisoma kitabu cha Yohana 14:6, anasema mimi nawaambieni, mimi ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu haendi mbinguni, mtu atamuona Baba asipopita kwa njia ya mimi. Hivyo anena maandiko, si akili yako. Muamini Yesu Kristo, yeye ndiyo njia ya uzima. Jana tuliona kwamba iko njia hiyo ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Leo hivi tuona ni njema kumhubiri Mariamu akuombee, utajiona uko salama, lakini mwisho wako ni mauti. Haujafuata neno. Leo utataja majina mengine, usilitaje jina la Yesu, ukonekane uko salama. Mwisho wako utahukumiwa. Neno ndio litahukumu wanadamu. Leo utaendelea kuwa bize, mwisho wake neno litakuhukumu. Maana utakufa hujamkiri Yesu, utakufa hujamwamini Yesu. Yesu ndiye Bwana, Yesu ndiye Mungu. Ndivyo ninavyo maandiko. Yesu ndiye Mungu. Kataa ukubali
ni mpango wako. Maandiko yanasema naye Mungu akavaa mwili, Roho akavaa mwili, akaja kwetu sisi. Nani aliyevaa mwili akaja duniani? Mungu gani aliyevaa mwili akaja duniani? Ni Yesu Kristo. Ndipo hata kwa jina lake mapepo yanakimbia, magonjwa yanakimbia. Unaisikia sauti asubuhi ya leo, kama utabahatika kuomba, omba kwa jina la Yesu, utaona mambo yanapofunguliwa. Usitaje jina lingine. Wanadamu tumepewa jina moja tu liwezalo kutuokoa, liwezalo kutuponya, ni jina la Yesu Kristo. Ukiliamini hili jina utaokoka. Jifunze kulitumia upate ufunuo. Jifunze kulitumia hilo jina, utoke kwenye vifungo, utoke kwenye magonjwa, kwa jina la Yesu lililokubaliwa, lililoinuliwa, lililotukuka sana, linaponya magonjwa. Wewe magonjwa yako unapeleka wapi? Hapo ndipo mchanganyo unapoanzia hapo. Hauna imani, unaenda kwa wajanja, wanaanza kuziita kuku. Mtoto tu amekuwa na hali mbaya kidogo, unasema unampeleka kwa watu wenye magonjwa wa watoto. Hao wote ni majenti ya shetani. Hilo na yeye linakataliwa. Mwanadamu hakuna ambaye anaagua watoto, ni mipango ya adui ili imani muamini kwa watu wengine. Imani afaiwe kwa Yesu. Hata tunapoenda hospitalini tunaamini Yesu ndiye anaponya. Wale wanatibu tu, lakini mponyaji ni Yesu Kristo. Lazima muombe kwanza yeye. Kuna wakati madaktari watasema, huyu bwana tumemshindwa, mpelekeni akaombewe. Kwa nini wanasema hivyo? Wanajua anayeponya ni Yesu Kristo. Wao wanatibu tu. Ni kama unapolima, wewe unapanda tu mahindi. Je, anayekuza ni shamba? Shamba liwezi likakuza mahindi? Yupo anayezipa amri zikaweze kumea. Ndivyo ilivyo mambo ya imani, mpendwa. Usichanganyikiwe, wewe okoka tu. Epuka uliko, epuka kwenye utumwa wa dhambi. Yesu anakuita, Yesu anaita.